Hii leo mtazamaji, wakazi wa mtaa wa Ikulu wa halmashauri ya manispaa ya Geita wanaenda kuandika historia kufuatia mkutano wa Injili ambao rasmi leo hii unazinduliwa katika viwanja hivi, ambapo mkutano huu utadumu kwa muda wa siku 7 katika viwanja hivi. Mtazamaji, ikumbuke kuwa mkutano huu unahubiriwa na mchungaji Elia George, mchungaji wa kanisa la TAG Heri Wema Usafi, moja kati ya kanisa lilopo mtaa wa Nyatotoro B, eneo maarufu Maduka Matatu, kata Nyankumbu, manispaa ya Geita. Mtazamaji, nikiwa katika viwanja hivi ambako ndiko mkutano wa Injili ambapo unaenda kufanyika, nipo na uongozi wa mtaa huu sambamba na baadhi ya wananchi katika mtaa huu, ambapo leo hii wanaenda kuzungumzia namna ambavyo mkutano huu unatarajia kuleta manufaa makubwa kwa wananchi wa mtaa huu. Kwanza kabisa, wakazi wa mtaa pamoja na mitaa jirani ya Ikulwa ni wakaribishe katika mkutano. Mkutano ni mzuri kwa sababu sio mara ya kwanza kumuona mchungaji huyu. Kwa hiyo tunatarajia mambo mazuri katika mtaa wetu. Wakaribia katika mkutano wa siku 7 ambao utafanyika maeneo haya ya ofisi ya mtaa wa Ikulwa, na sisi tuko tayari kumpatia ushirikiano. Pia tumekubali kumpa hata eneo kwa ajili ya mkutano huu. Mkutano kufanyika eneo hili, waondoe kwanza ile hofu na mitazamo hasi ya kwamba neno la Mungu si kitu chochote. Wajue kabisa kwamba neno la Mungu ndio linalostahili, kwa sababu bila ya neno la Mungu hata watoto wetu hawawezi wakawa na maadili mazuri. Kwa hiyo watoto, watu wazima wanapolipokea neno la Mungu, kwanza wanakuwa na ile hofu ya Mungu. Hawawezi wakafanya mambo mabaya ambayo hayakubaliki katika jamii, hata katika maisha ya Kikristo. Hamu na shauku yangu kubwa wananchi ni kupokea ujumbe wa neno la Mungu ili waondokane na mambo hayo ya kikatili. Unajua, unapokuwa na hofu ya Mungu, huwezi ukafanya mambo ya kikatili kwa watoto, huwezi ukawanyima haki yao watoto, huwezi ukafanya jambo lolote ambalo litamuathiri mtoto katika maisha yake ya Kikristo, lakini pia katika maisha yake ya kimwili. Kwa hiyo watu wa Ikulwa, viunga vyote vya Ikulwa wakaribia katika mkutano ili tuweze kuvuna madini kutoka kwa mchungaji Elia. Asante mwandishi. Kwa majina naitwa Kasoga Filipo, ni kiongozi wa serikali ya mtaa wa Ikulwa. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa sababu ya ujio huu wa mkutano wa Injili ambao ni mchungaji ambaye ni mzaliwa wa hapa Ikulwa kutuletea mkutano huu wa Injili. Kwa hiyo ametukumbuka wana Ikulwa kwamba tunastahili kupokea mkutano wa Injili. Mkutano huu tuko tayari kuupokea kwa sababu si mara ya kwanza kusikia mkutano, lakini pia tunashukuru sana kwa sababu ameona ni jambo jema kuleta mkutano hapa katika mtaa wa Ikulwa. Kwanza tunaamini kabisa ya kwamba mkutano huu utaleta mabadiliko katika kijiji chetu au mtaa wetu wa Ikulwa pamoja na mitaa mingine jirani ambayo inaunda kijiji cha Ikulwa. Wasogee katika mkutano ili wampokee Mungu, wampokee Yesu Kristo kuwa ni mwokozi wao katika maisha yao hapa duniani. Asante sana ndugu mheshimiwa. Mimi kwa majina naitwa Yohana Lugaira. Kama ulivyoongea ndugu mheshimiwa kwamba mkutano huu tumeupokea kwa mikono miwili kwa ajili ya kusikia neno la Mungu. Maana neno la Mungu linafundisha mambo mengi. Neno la Mungu linasaidia watu ambao wenye maisha ambayo ya shida, mtu anaelimika, anakuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo mkutano tunaupokea kwa mikono miwili ili tusikize neno la Mungu linasemaje. Mimi wagonjwa nawaambia neno wasogee kwenye mkutano ili wasikie neno la Mungu, wamsikize Yesu alivyokuwa anaponya kipindi alipoanza kuponya wagonjwa. Basi nawaombea sana wafike kwenye mkutano huu ili waweze kusikiza neno la Mungu na linasemaje, ili mhubiri aweze kuwaponya. Mimi kwenye mkutano nitashiriki, nitakuwepo kwenye mkutano ili kusikiza neno la Mungu, maana mimi ni mdau wa neno la Mungu. Heri Makoye, nasali kanisa la TAG Ikulwa. Tunaupokea kwa furaha. Tena karibuni sana. Unatusaidia kupona. Kama una shida mbalimbali naweza kusaidia. Kama una mapungufu naweza kusaidia. Kama unaumwa. Kwa majina naitwa mchungaji Elia George kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God Nyatotoro Maduka Matatu Center. Ndo tumefika sasa hivi hapa
katika eneo la mkutano ambapo tunatarajia kufanyia mkutano wa Injili, lakini kwa sasa ndo tupo kwenye heka za maandalizi ya mkutano huu, kwa sababu muda sio mrefu pale tutaanza zoezi la ufunguzi kuombea uwanja wetu wa mkutano ambapo tunapotarajia kuhubiria Injili. Kwa hiyo karibuni sana watu wote, tuendelee kufanya jukumu la maandalizi ya mkutano huu kwa pamoja. Amina. Mkutano huu unatarajia kudumu mahali hapa kwa muda wa siku 7. Tunaanza kesho ambao ni Jumatatu ya tarehe 2 mwezi wa 3 hadi tarehe 8 siku ya Jumapili. Tutakuwepo mahali hapa tukimhubiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya watu wote. Kwa hiyo karibuni sana ndugu watazamaji wetu wa chaneli yetu katika mkutano huu mkubwa wa Injili ambao tunatarajia kufanya mahali hapa. Karibuni sana. Ujumbe wangu kwa ndugu mtazamaji na msikilizaji na yule ambaye anategemea kusogea katika mkutano huu wa Injili, asije tu kwa ajili ya kusikiliza, ya kuangalia waimbaji. Unajua watu wengi tunakutana changamoto nyingi sana. Wakati wa waimbaji ndipo watu wanajaa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji anaendelea kunitazama na kunisikiliza, lakini na yule ambaye anayetegemea kufika katika uwanja huu wa mkutano wa Injili, aje kabisa akiwa na tumaini la kwamba la kuja kukutana na Yesu Kristo, kwa sababu tumemleta Yesu mahali hapa ni kwa ajili yake. Tumemleta Yesu mahali hapa kwa ajili ya watu wote watakaofika katika mazingira haya. Kwa hiyo asije kwa lengo tu la kuangalia waimbaji, la kuangalia mhubiri amekaaje, la kuangalia kwamba waimbaji wamekaaje. Yani aje na lengo la kupokea kila ambacho alichoijia mahali hapa katika mkutano wa Injili. Mkutano wa Injili huu ni mkutano wenye neema sana. Endapo kama mtu atasogea akiwa na uhitaji wa kukutana na Yesu, atakutana naye. Ushauri wangu tukiwa mwanzoni na siku ya uzinduzi wa mkutano wetu, ushauri wangu watu wa mji huu katika kijiji cha Ikurwa na kata ya Ihanamilo wajiandae kumpokea Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Amina. Mtazamaji, Mungu akubariki sana. Hizi ni ripoti kutoka hapa katika mtaa wa Ikurwa ambako ndiko mkutano wa Injili utafanyika ambao utadumu kwa muda wa siku 7. Mungu akubariki sana. Nyuma ya kamera yupo Hans Media, mimi ni Kale Chongela.